Kristo, tunasongea mbele zako tukisema ni asante ni kwa ajili ya uzima na uhai uliotukirimia. Bwana, haya hatukustahili hata kidogo, ila kwa rehema zako za ajabu na neema yako ya kipekee Bwana, umeona ni vyema kutuonesha siku ya leo Bwana mtakatifu, na kukua katika wakati huu, na zaidi kabisa kusongea mbele zako kwa neno lako, kulisikiliza Bwana mtakatifu pamoja na watakatifu wengine. Asubuhi hii ya siku ya leo Bwana, ifungue mioyo yetu, mawazo yetu Bwana, kayaweka wazi ni kwa ajili ya neno lako. Katupatie hofu yako ndani ya mioyo yetu, tukakuheshimu wewe katika sehemu hii na katika wakati huu. Yote yasiyohusiana na ibada, yote yasiyohusiana na wakati huu Bwana, tukayaweke mbali nasi, tukakuenzi wewe Bwana mtakatifu, tukakuinue wewe katika mawazo yetu na katika mioyo yetu. Tunapoenda kuiangalia Bwana kipengele chengine cha Injili, wacha Bwana ukatushawishi kweli hizi Bwana, na ukatupatie kuziamini zaidi na zaidi, na kuzikumbatia na kuziishi kila siku ya maisha yetu. Tunapoenda Bwana kuangalia kazi ya mwanao wako Yesu Kristo Bwana, kaifungue mioyo yetu. Wale Bwana ambao hawajakupokea wewe Bwana, kafanye kazi katika mioyo yao. Wale Bwana ambao umefanya kazi ya neema katika mioyo yao, acha kukuamini zaidi na zaidi. Mungu wangu, kafananishe Bwana na mwana wako Yesu Kristo. Inuliwe, imidiwe, maana kuna Mungu mwingine kama wewe. Kuwa nasi kuanzia sasa hadi tamati ya kipindi hiki, na katika jina la mwana wako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, 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 amen. Mungu awabariki kwa kuweza kupatikana katika ibada ya siku ya leo. Natumai ya kwamba tumekuwa na juma la baraka. Bwana ameweza kutunyoshia mkono wake neema katika tukiwa nyumbani na makazini. Ningependa tu tukaweze kukimbia hadi kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, mlango ule wa 15, mstari ule wa 3 na ule mstari wa 4. Nitaweza leo nitakupumzisha ndugu. Wacha nitaweza kusoma ili nikaweze kuafikia malengo yangu ya siku ya leo katika fundisho hili. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 15 mstari wa 3 na wa 4. 1 Corinthians chapter number 15 verse number 3 and 4. Haswa mstari ule wa 3 ndio nitakuwa naangalia siku ya leo, ila niruhusu tu nianze ule mstari wa kwanza. Natumai kwamba sote tumefika hapo. 1 Corinthians chapter number 15 verse 3 and verse number 4. Wakorintho wa kwanza 15 mstari ule wa 3 na ule mstari wa 4. Ila katika kusoma kwangu nitaanza mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mliyoipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya 3, kama yanenavyo maandiko. Majuma yamepita sasa zaidi ya majuma 3, tumeweza kuangalia vipengele vya injili, na nikasema kwamba somo hili ni la muhimu kwetu, maana kule nje kuna injili nyingine. Wapo watu ambao wamejipatia majina ya wachungaji, ambao wanahubiri
injili nyingine, injili ambayo sio ile ambayo maandiko matakatifu inaileta ama inafafanua katika neno lake Mungu. Wametoa njia nyingine ya wokovu nje na ile ambayo maandiko imetoa. Watu kama hawa Paulo atasema katika kitabu kile cha Galatia mlango wa 1 kuanzia mstari wa 6 ya kwamba wameleta injili nyingine, ila si nyingine. Wameweza kuitia dosari ile injili ya kweli, wameweza kuweka madoa katika ile injili ya kweli, wameweza kuitia maji ile injili ya kweli. Njia ambayo Bwana ameitoa ya kwamba katika hiyo ndiyo nguvu ya wokovu inapatikana, nguvu ya Mungu ya wokovu, injili. Mwanadamu aliyeumbwa na mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, akaamua kuyakanusha yale ambayo Mungu amesema na kuwekea ama kupatia mwanadamu njia nyingine ya wokovu, ya kwamba sio injili inayookoa bali ni fedha zako zinazookoa, sio injili inayookoa bali ni maombi yako yanayookoa, sio injili inayookoa bali ni jitihada zako katika kuiweka sheria inayookoa. Haya ndio mambo ya mwanadamu wameweza kuweka mbele za wanadamu wengine kuwa ni njia ya wokovu. Paulo anasema kwamba ayonee haya injili, maana injili ni nguvu ya Mungu. Nje ya injili mwanadamu hawezi kuokoka. Injili nyingine imekithiri kule nje, katika makrusedi, katika mikutano ya injili, katika makongamano yanayoitwa makongamano ya injili. Injili hii nyingine imekithiri kule nje, na wako na ujasiri mkuu katika kuweza kuyatangaza, kuyasema pasipo hofu, pasipo woga wowote, yale mambo ambayo Mungu hajaamuru katika maandiko matakatifu kama njia ya injili, kama njia ya wokovu. Na hivyo somo hili, vipengele vya injili ni gani, ama tutajuaje injili hii ni ya kweli? Na katika majuma mawili nimekuwa nikiongelea kuhusiana na huyu anaongelea katika injili. Maana nilisema kwamba injili ni kuhusiana na mtu na kazi aliyoifanya na ufufuo wake, na nikaongelea kuhusiana na huyu mtu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na nikasema ni mambo gani ya kuyaamini kuhusiana na huyu mtu. Nikasema kwamba ni Mungu 100% na ni mwanadamu 100%. Mwokozi wetu ikiwa hatakuwa Mungu 100% na hatakuwa mwanadamu 100%, hawezi kutuokoa. Katika wanadamu wake ameshiriki nasi, ni jamaa wetu wa karibu mno. Yesu Kristo anaweza kutulipia deni la dhambi, maana ni jamaa wetu wa karibu. Anaweza kutuokoa katika deni lile, maana ni jamaa wetu wa karibu, alifanyika kuwa mwanadamu. Ila pia mwokozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, sio mwanadamu tu, ni Mungu. Na katika uungu wake, sadaka ile ina madhara ya milele mbele ya Mungu mtakatifu, mbele ya Mungu wa milele. Hamna siku hata moja ambayo sadaka ya Kristo haitakuwa mbele zake Mungu. Wokozi, wale wengine wanaookoa wote hawawezi kuokoa mwanadamu kama jinsi Kristo anavyookoa mwanadamu. Labda wanaweza kuokoa mwanadamu katika deni lake la kifedha, labda wanaweza kulipa deni la hospitali, ila hawawezi kulipa deni la dhambi. Wanaweza kuokoa watu wakiwa wanazama katika maji na kuwaleta ufukweni. Wanaweza kuokoa watu katika moto na kuwaleta katika hali ya salama, ila katika masuala ya dhambi hamna yoyote ambaye anaweza kuokoa mwanadamu nje ya huyu mwokozi ambaye ni Mungu na ni mwanadamu. Na kipengele cha kwanza tuliweza kukiangalia katika majuma yale mawili. Na siku ya leo
ningependa tukaweza kuangalia kile kipengele cha pili, kazi yake huyu mtu ama kazi yake Kristo. Kuhusiana na kipengele hiki, nje kule, alama mojawapo zilizokithiri za injili ile nyingine ni katika kuweza kuweka dosari katika sababu kuu kwa nini Yesu Kristo alikuja duniani. Kwa nini Kristo afanyike mwili? Kwa nini Yesu Kristo aache enzi yake ashuke duniani na kufanyika mwanadamu? Na zipo sababu nyingi ambazo injili ile nyingine, injili ya uongo, ambayo inaelezea. Na katika kuyaelezea hayo, badala ya kuwasongeza watu karibu na Mungu, wanaosongeza watu mbali na Mungu. Badala ya kuwasongeza watu karibu na neema, wanaosongeza karibu na hasira ya Mungu. Na katika kazi yake Mwokozi huyu, kazi yake Kristo, kama kipengele cha pili, ningependa tukaweze kuiangalia haya kwanza, ya kwamba kilichomfanya Kristo kuja ni kwa sababu lipo tatizo ambalo ilimbidi Mwokozi awe mwanadamu na awe Mungu. Lipo jambo ambalo lazima litatuliwe, na haliwezi kutatuliwa na malaika, haliwezi kutatuliwa na Mwokozi ambaye ni mwanadamu peke yake. Musa hawezi kulitatua, Joshua hawezi kulitatua, Samsoni hawezi kulitatua. Hamna mwanadamu chini ya jua ambalo anaweza kulitatua tatizo hili. Na katika kipindi hiki ningependa tuweze kuangalia kwa nini Kristo alikuja. Na tukiangalia kwa nini Kristo alikuja, wakati mwingine tuangalie lile tatizo ambalo alikuja kulitatua, aliweza kulitatua vipi? Na tuangalie mstari ambayo tumesoma, haswa ule mstari wa 3 wa Korintho wa kwanza 15 na mstari ule wa 3. 1 Corinthians 15 verse 3. Macho yetu yaelekee hapo sasa. Paulo anaenda kufafanua, kueleza injili ni nini. Ningependa nifanyiwe favor kidogo. Si mtu asaidie wale ndugu wawili na Biblia tafadhali. Asante. I hope ukisaidia wewe uko na nyingine unaweza tumia. Amen, asante. Kama hauna Biblia karibu yako, tafadhali songea mtu ambaye karibu na mmoja ambaye yuko na Biblia ili tuweze kuwa pamoja. Na wasihi tu. Haya, niangalieni mimi. Mkimaliza kuweka macho yenu kwangu sasa, yaekeni kwa maandiko sasa. Wakorintho wa kwanza 15 mstari ule wa 3. Kwa maana niliwatolea ninyi hapa mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe. Na Paulo katika mstari wa 3 anaenda kufafanua ile injili. Amesema kwamba niliwaleteeni injili, katika ino injili mliokolewa na mnasimama katika ino injili. Paulo katika mstari wa 3 anaenda kufafanua ama kueleza ile injili aliyoipokea na ile injili aliyowapelekea watu wa Korintho. Na anasema hivi, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Na katika mstari wa 3, kwanza kabisa Paulo atatuambia kwamba kuna mtu fulani alisikia habari zake. Kuna mtu fulani aliambiwa habari zake, na huyo mtu ndo tumemwangalia katika yale majuma mawili, ya kwamba ni Kristo.
Huyu Kristo ni nani? Huyo Mwokozi ni nani? Huyu Masihi ni nani? Ni Yesu, ni Bwana wetu Yesu aliyezaliwa na Bikira Mariamu. Huyu ndio Kristo Paulo anamwongelea. Na baada ya kuongea kuhusiana na huyu mtu, anaenda kuongea kuhusiana na kazi aliyoifanya, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Nao nataka kuiongelea kwa nini Kristo alikuja, ile kazi Kristo aliyoifanya, kwa nini aliifanya hiyo. Na leo nataka kuenda tukaweze kuweka mkazo wetu kwa ajili ya dhambi zetu. Kilichomtoa Yesu Kristo mbinguni, kilichomtoa huyu mwana wa Adamu mbinguni, alikuja kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Hakuja kwa ajili ya tsunami imetokea, hakuja kwa ajili ya ugonjwa wa ukimwi imekuja, hakuja kwa ajili ya saratani, alikuja kwa ajili ya dhambi zetu. Kilichomfanya Mungu akaacha enzi yake takatifu, kilichomfanya Mungu akajishusha kiasi hiki cha kuwa mwanadamu na kufa kifo cha aibu, ni kwa sababu ya dhambi zetu. Ni kwa sababu mwanadamu ametenda dhambi. Hii ndio sababu Kristo alikuja. Na nataka tukaweze kuangalia haswa masuala kama haya. Basi Kristo alikuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Dhambi ni nini? Nijaribu kueleza hayo tukiwa tunaendelea. Kitabu kile cha Yohana, ama waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ule wa 3 na mstari ule wa 4. Ni maandiko ambayo ninajua tunayafahamu, tumeyapitia siku nyingi. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa 3 na mstari ule wa 4. First John chapter number 3 and verse number 4. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Yohana ametupatia maelezo ya dhambi ni nini, ya kwamba dhambi ni uasi. Kwa lugha nyingine, dhambi ni kuivunja sheria. Dhambi ni kutekeleza kinyume na sheria, ya kwamba usitoke nje alafu uende kinyume na yale ambayo ulioamrishwa kuyatenda. Dhambi ni uasi. Adamu akaambiwa kwamba ile siku katika miti yote katika bustani kula, lakini mti ulio katikati ya bustani, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, huo mti usile. Katika mlango wa 3, akiwa na mke wake Hawa, wanafanya kinyume na kile kitu ambacho Mungu alikuwa amesema. Wametenda dhambi, maana wamevunja sheria ya Mungu. Dhambi ni uasi. Usizini, usiibe. Haya yote Bwana amesema tusifanye. Tukiyatenda tumefanya kinyume na ile Mungu ameyasema. Ila pia Mungu akisema tuyafanye mambo fulani, kwa mfano tusiache kukutana na watakatifu, tusiache kukusanyiko la watakatifu, tusiache kuja pamoja kwa ibada kama hii, na tukikosa kuyafanya ile Mungu amesema tuyafanye, sisi tumefanya dhambi, tumefanya uasi, maana tumefanya kinyume na ile Mungu anataka tukafanye. Dhambi si kufanya tu kile kitu Mungu amesema. Mungu amesema tusizini. Tukizini ni dhambi. Na watu, mawazo yetu, Wakristo na watu kwa kijumla, wameeka katika mawazo yake kwamba chochote, dhambi ni kufanya tu kitu ambacho Mungu amesema tusifanye alafu tukafanya. Ila inaenda zaidi hapo. Yale mambo ambayo Mungu amesema tufanye na tukose kufanya, tumeivunja sheria yake.
Bwana amesema tulitafakari neno lake usiku na mchana. Tukiyakosa kuyafanya hayo, tumefanya dhambi. Bwana amesema tuombe. Tukikosa kuyafanya hayo, tumefanya dhambi. Dhambi ni uasi, ni kuivunja torati yake Mungu. Mbele za Mungu mtakatifu aliyetoa sheria, aliyetoa torati, mwanadamu anapofanya kinyume na yale mambo ambayo Mungu amesema tusifanye, mwanadamu asipofanya yale mambo ambayo Mungu amesema tufanye, sisi tumeivunja sheria ya Mungu, tumetoka nje ya maamrisho yake. Ila nataka kuyasongeza haya mbele kidogo. Mwanadamu anapoingia katika ulimwenguni, anaingia katika asili hii, asili ya dhambi. Na nimechukua good conduct kama mara 2. Sijawahi katazwa, maana sina kesi yote uhalifu kwa serikali. Nikiweka vidole vyangu kwa zile mashini za kusoma alama za vidole za serikali, sitapatikana nimefanya uhalifu wa aina yoyote ile, maana hawana rekodi yangu hata moja ya kwamba nimefanya uhalifu. Hivyo mbele za serikali mimi sina hatia, mbele za sina uhalifu wa aina yoyote. Ila mbele za Mungu sivyo kabisa. Tunapoingia ulimwenguni, tunaingia kama wenye dhambi, tunaingia tukiwa wenye dhambi, tukiwa tumeivunja torati, tumeivunja sheria ya Mungu. Na ni kwa sababu ya yule baba yetu Adamu. Nasikiza maneno ya Daudi akisema haya katika mlango wa 51 kitabu cha Zaburi. Kitabu chengine tena najua tunakifahamu. Twende katika Zaburi ya 51 mstari ule wa 5. Maneno haya Daudi anayasema: Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Na Daudi katika mstari wa 5 wa mlango wa 51 kitabu cha Zaburi haongei kuhusiana na tendo la ngono kuwa dhambi, maana tendo la ngono baina ya wawili waliooana sio dhambi. Anaongea katika jinsi mwanadamu anavyokuja duniani. Mwanadamu yoyote akija duniani anakuja mwenye dhambi, akiwa mwenye dhambi. There is no one who is innocent before God. Wale watoto wako kule nyuma wote, alama zao za vidole zikiwekwa katika vile zile zaitwaje tena, vifaa ambavyo serikali inatumia kuangalia kama tuna uhalifu ama hatuna. Wakiwekwa wale watoto, ikiwa haja tena uhalifu wowote, vitasoma kwamba hawana uhalifu, hakutapatikana lolote. Ila mwanadamu mwenye dhambi, mtoto yoyote anapozaliwa, anazaliwa mbele za Mungu akimtazama ni mwenye dhambi. Na haya yote tumetoa katika baba yetu Adamu. Mambo yote kuhusiana na Adamu baada ya mwanguko ni kweli kuhusiana na wanadamu wote waliozaliwa kupitia na tumbo la mwanamke. Baada ya mwanguko, Adamu ni adui wa Mungu. Katika mlango ule wa 3 mstari wa 7, anapokuja Mungu katika bustani ya Edeni, anamkimbia, anamtoroka Mungu. Hataki mambo yoyote kuhusiana na huyu Mungu. Katika kitabu kile cha Warumi mlango ule wa 5 mstari wa 10, naambia kwamba Mungu alikuja kuokoa adui zake. Katika Adamu sote ni adui zake Mungu. Hivyo ndivyo tunakuja duniani tukiwa adui zake Mungu. Ila mwanadamu akija katika ulimwenguni,
katika mlango ule wa 7, Adamu anamwogopa Mungu, hataki mambo ya Mungu, anajificha asionane na Mungu. Na haya ni kweli wakati Wanaisraeli wanaagiza kwamba tunataka sisi pia tuweze kuongea na Mungu, tumsikie huyu Mungu akiongea katika mlima Sinai. Na wakati Mungu anawaambia wajitayarishe na Mungu amejiandaa kushuka kwao, Wanaisraeli wanamwambia Musa, wewe nenda kaongee naye, utakuja kutupatia habari. Mwanadamu ndani yake hataki kabisa mambo ya kimungu, ana hofu ya Mungu. Ila si tu hayo, moyo wa mwanadamu katika mwanguko wa baba yetu Adamu, mlango wa 12 tunayaona haya ya kwamba Adamu hana moyo wa toba, hana moyo wa kutubu. Wakati Mungu anamkomfort na maswali haya, mstari wa 12, Adamu anageuka anasema kwamba ni mwanamke ulionipatia. Mwanamke anasema ni huyu nyoka aliyenidanganya. Hana moyo wa toba kwa sababu moyo wake, dhambi umefanya moyo wake kuwa mgumu. Yaliyo kweli kuhusiana na Adamu katika mwanguko wake ni kweli kuhusiana na wanadamu wote chini ya jua. Mwanadamu anapozaliwa, anazaliwa akiwa amekufa katika mambo ya Mungu. Anazaliwa akiwa mambo ya Mungu hayataki, maana hawezi kuelekewa. Hakuna chochote ndani yake kinachomsukuma, kinachompelekea kuyapenda ama kuyataka mambo ya Mungu. Yupo hai katika mambo ya ulimwengu. Anapozaliwa mwanadamu, nimetangulia kusema kwamba anazaliwa katika asili ni adui ya Mungu. Mwanadamu anapozaliwa, anazaliwa akiwa amechukia Mungu na utaua. Man hates God and godliness. Hataki lolote kuhusiana na Mungu na lolote kuhusiana na utaua na utakatifu. Mwanadamu hataki katika asili yake, tangu tumboni mwa mama yake. Hajalishi jinsi unavyotaka kuwaona watoto wako, wanapenda kanisa, wanapenda kuja kanisa, nje na kuzaliwa mara ya pili. Haya ni kweli kuhusiana na wanadamu wote, including watoto wetu. Ni adui za Mungu, wamekufa katika mambo ya Mungu, wanamchukia Mungu na utaua. Mwanadamu akija ulimwenguni ametenganishwa na Mungu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya dhambi. Mwanadamu akija ulimwenguni ametenganishwa na Mungu, hana uhusiano wowote na Mungu. Nje ya uhusiano wao huu wa adui moja kwa mwingine, mwanadamu akizaliwa, anazaliwa kwa sababu ya dhambi, anazaliwa chini ya hasira yake Mungu. Wote wanaokuja duniani kupitia tumbo la mwanamke, wote wako chini ya ghadhabu yake Mungu, wako chini ya hasira yake Mungu. Tazama jinsi unavyotaka kuangalia ya kwamba mimi Bwana ananipenda, mimi Mungu anapenda, mimi Mungu anapenda mtoto wangu. Nje ya kuzaliwa mara ya pili, hasira ya Mungu iko juu ya wanadamu wote, including wale watoto kule nyuma. Wote, wanadamu wote wako chini ya hasira ya Mungu. Ndivyo wanavyokuja duniani huku wakiwa wenye dhambi, chini ya hasira ya Mungu. Wanadamu wote wanazaliwa wakipenda ulimwengu kwa sababu wanachukia mambo ya Mungu, wanaupenda ulimwengu na kila kitu ndani yake. Wanadamu wote waliotoka katika tumbo la mwanamke, wote wanazaliwa wakiwa watoto wa Shetani. Because of sin tuliyorithi kwa baba yetu Adamu, watoto wote wakizaliwa, wanazaliwa wakiwa watoto wa Shetani na wala sio watoto wa Mungu.
Wanadamu wanafanyika kuwa watoto wa Mungu kwa njia hizi mbili peke yake: katika kuzaliwa mara ya pili, kazi ya Roho Mtakatifu anayefanya akitumia Injili, neno lake Mungu, na katika kufanywa wana wa Mungu. Nje ya haya, tukiingia duniani sote ni watoto wa Ibilisi baba yetu. That is our nature. Because of our sinful nature, we come as children of the devil. Haya ndio sababu tunapaswa kuwahubiria Injili wale. Maana haijalishi unavyotaka kuwatazama na kuangalia, wote tuliotoka katika tumbo la mwanamke, sisi ni watoto wa Shetani, nje ya kuzaliwa mara ya pili, nje kufanyika wana wa Mungu, nje ya Injili kufanya kazi katika mioyo yetu migumu. Sote ni watoto wa Shetani. Makao yetu tukiondoka duniani ni katika ziwa liwakalo moto. Huko ndiko kwetu. We are born being children of the devil. And that is man. We are born corrupted inside us. There is nothing good. We are evil. We are wicked. This week, wiki hii tumekuwa katika kongamano na mmoja mchungaji akanukuu mchungaji mwenzake akisema, aliyasema maneno haya wakati mmoja, ya kwamba mwanadamu ni furushi la dhambi. Man is a full package of sin. And that is true of every man. Hiyo ni kweli kuhusiana na wanadamu wote. Na tusiangalie haya na kuangalia Adamu. Adamu amelituletea haya yote. Ametufanya tumekuwa hivi maadui zake Mungu. Tukifika mbinguni hatuwezi kumlalamikia Adamu, maana hatuna tu asili hiyo ya dhambi, bali sisi wenyewe kwa sababu asili ya dhambi tunafanya dhambi. Na kitabu cha Zaburi tumeisoma 51. Kabla fika katika mlango mstari huu wa 5, anaitubia, ama katika mlango anatubia dhambi ambayo ameifanya. Amezini, amelala na mke ule wa Uria. Ni dhambi yake ameifanya yeye, si Adamu. Ameitenda yeye Daudi, na najua imempasa kusongea mbele zake Mungu na kutubu. Ila Daudi anajua kwamba haya nimeyafanya kwa sababu mwelekeo wangu ndani wote ni kuielekea dhambi na kuishabikia dhambi, maana nimezaliwa katika dhambi. Mama yangu amepata mimba katika hatia. Tunafanya dhambi. We actually do sin. Tutafika tuseme, nimwambie Adamu, wewe ndio ulilala na yule mwanamke na yule mwanamume nje ya ndoa. La hasha, ni sisi tumetenda dhambi. Hatutafika mbinguni kusema kwamba Adamu, wewe ndio uliiba zile fedha. La hasha, ni sisi tumeiba. Hatutafika mbinguni kusema mwambie Adamu kwamba wewe ndio ulitukana wale watu, wewe ndio uliua, wewe ndio ulichukia Adamu, wewe ndio ulitamani. La hasha, sisi ndio tumefanya dhambi. Tumefanya dhambi. We are very responsible of our own sins. Tazama tu hili juma jinsi limekuwa. Angalia mawazo yako, yale maneno uliyoyatamka, yale mambo uliyoyafanya. You only need to go as back as Monday na uone jinsi ulivyofanya, ulivyosema, ulivyowaza, ulivyotamani. Na uko ni mbali, angalia jinsi ulivyokaa na yale mawazo yanayopita katika akili yako ukiwa katika ibada. Yatazama yale mawazo ambayo yanakulingalinga katika akili yako hata katika ibada kama hii. Hawezi kumlimbikizia na kumwekea Adamu hayo ni yako. You are very responsible of your sins because you do them and not Adam.
Kwa sababu ya haya, mwanadamu ni mwenye dhambi katika asili yake. Kwa sababu ya haya, mwanadamu anafanya dhambi. Kwa sababu mwanadamu ni adui yake Mungu. Kwa sababu mwanadamu ametenganishwa na Mungu kutoka katika tumbo la mama yake mzazi. Kwa sababu mwanadamu ameuelekea ulimwengu na kukumbatia kila kitu cha ulimwengu. Kwa sababu mwanadamu amemchukia Mungu na amechukia utauwa utakatifu. Kwa sababu mwanadamu hampendi Mungu hata kidogo. Kwa sababu ya moyo wa mwanadamu mgumu. Kila siku, kila kukicha, mawazo yetu, matendo yetu, maneno yetu yanaelekea kufanya aliyoyafanya baba yetu Shetani. Kwa sababu ya hayo, Yesu Kristo alikuja duniani. Kwa sababu ya hayo, Yesu Kristo akaacha enzi yake takatifu na kushuka duniani. Si kwa sababu wewe ni maskini wa fedha na mali za ulimwengu huu. Si kwa sababu kuna saratani inakukula, la hasha. Si kwa sababu ndoa yako iko vibaya ndio maana Kristo akakuja. Si kwa sababu masomo yako hayako sawa ndio Kristo akakuja. Si kwa sababu wewe hauna kazi ndio Kristo akakuja. La, ni kwa sababu wewe umetenganishwa na Mungu toka tumboni mwa mama yako. Kwa sababu wewe haumpendi Mungu toka tumboni mwa mama yako. Kabla haujajua kunena wala kusema neno lolote, wewe ulikuwa adui ya Mungu. Kabla hujajua kutamka hata neno baba, mama, wewe ulikuwa muovu mbele za Mungu. Kabla hujajua hata kutembea, wewe mbele za Mungu ulishabikia uovu. Kabla hujajua kusema mbele za Mungu, ulitaka kae mbali na wewe na ulimwengu karibu nawe. Hivyo ndivyo ulivyo. Na Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya dhambi zako. Because of your sins, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Si kwa sababu ya dhambi za mama yako, si kwa sababu ya dhambi ya baba yako, si kwa sababu ya dhambi ya ndugu yako, kwa sababu ya dhambi yako. Because of your sins, because you sinned before God. You are a sinner. Kabla hujapiga kelele ya kwanza nje ya tumbo la mama yako, wewe mbele za Mungu ulifaa kwenda jehanamu ya moto wa milele. Kabla mama yako na baba yako hawajakupakata mbele za Mungu, hasira yake ilikuwa inawaka juu yako. That is why Jesus Christ came. Na hii injili nyingine imekuja na kupaka mambo haya ya kwamba Kristo alikuja ili ukawe na maisha mazuri. La hasha, ikiwa maisha mazuri hayo si kuirithi mbingu takatifu ya Mungu, la hasha. Kwamba Kristo alikuja ili ndoa yako ikawe na amani, la hasha. Si sababu ambayo ilimfanya Kristo kaacha mbingu yake takatifu. Kwamba Kristo alikuja ili ukaweze kuoa ama kuolewa na mume ama mke mzuri. Si sababu ilifanya Kristo akaja ulimwenguni. Njoo kwa Yesu utapata mali na fedha. Si sababu ilifanya Kristo akaja hapo ulimwenguni. Miaka 33 na nusu. Alikuja kwa sababu wewe ni mwenye dhambi tokea tumboni mwa mama yako, na umefanya dhambi wewe mwenyewe. Christ came because you are a sinner, because you are an enemy of God. Christ came because you were separated away from God from birth. Christ came because you do not love God. You do not love godliness at all.
Haumpendi Mungu wala haupendi utakatifu. You are a sinner, and that is why Christ came. Alilokuja kutatua tatizo, alikuja kutatua tatizo hili moja tu. Mwanadamu aliyetenganishwa na Mungu, mwanadamu ambaye ni adui wa Mungu, mwanadamu ambaye hasira ya Mungu ipo juu yake, atapatanishwa vipi na Mungu? Huyu mwanadamu ambaye toka yuko katika tumbo la mama yake, hasira ya Mungu iko juu yake, huyu mwanadamu atapatanishwa vipi na Mungu? Christ only came save us from our sins. Na hii injili nyingine katika kuyafundisha yale wanayoyafundisha ya kwamba Kristo alikuja ili ukaweze kupona ugonjwa wako. Wameifanya kazi ya Kristo, wameiweka maji. Wameifanya kazi ya Kristo kuwa rahisi, to be cheap. Wamefanya mwanadamu kusongea mbali na Mungu na kusongea karibu na baba yake Shetani. And this is why wale wote wanaohubiri injili potofu, injili ya uongo, lazima wakemewe na kuoneshwa kweli hii ya kwamba Kristo alikuja kwa ajili ya dhambi za wanadamu. That is the reason as to why our Lord Jesus Christ came. Yesu Kristo anaweza kukubariki na fedha hata pasipo kushuka chini duniani kufanyika mwanadamu. Yesu Kristo anaweza kukuponya ugonjwa wako pasipo yeye kuja duniani. It is not the reason as to why Christ came. He came, alikuja kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Haukuanza kuwa mwenye dhambi ile siku ulikuwa na miaka 8. Haukuanza kutenganishwa na Mungu ile siku ya miaka 5. Ulikuwa umetenganishwa na Mungu tangu tumboni mwa mama yako. I know one of the questions will be this. Sasa wale watoto ambao wanakufa wakiwa wadogo, wengine wanakufa katika tumbo za mama yao, wengine hawafikishi hata miaka 2, wengine hawafikishi miaka 5, inakuwa aje? People have different stands on that. But the words of Jesus, God can do what no man can do. We are his creatures. He can do with us whatever he wants to do with us. But the truth is this, kweli ni hii, katika tumbo la mama yako, you are not innocent before God. You are innocent before your mother, before your father, before the government. You're innocent. You are not before God. Mbele ya mahaka ya Mungu wewe ni mhalifu. This is why, hii ndio sababu Kristo Yesu alikuja duniani. And this is why forever and ever Kristo Yesu atakuwa Mungu mwanadamu milele na milele kwa sababu ya dhambi yangu mimi na wewe. Let me ask you something as I finish. What did you hear? Ulisikia nini ulipohubiriwa injili ile ambayo iliitwa injili? Were you told that you are a sinner going to hell? Je, uliambiwa ya kwamba Mungu ana hasira juu yako? Je, uliambiwa ya kwamba Mungu hakupendi? Because that is the truth. God does not love you. Outside Christ, God doesn't love you. And I will show you next time. But uliambiwa nini wakati ulisema kwamba mimi kuanzia leo nimeokoka? What did you hear?
Je, uliambiwa kwamba njoo kwa Yesu upate fedha? Je, uliambiwa njoo kwa Yesu maisha yako yatakuwa tambarare, yatakuwa shwari? I preach such a sermon on the book of Nehemiah, kwamba njoo kwa Yesu na maisha yako yatakuwa tambarare. Njoo kwa Yesu, maisha yako yatakuwa shwari. Well, it's true, maisha yako yatakuwa shwari kwa Yesu Kristo, but yatakuwa shwari kwa sababu umepatanishwa na Mungu. Si kwa sababu hutapitia changamoto, si kwa sababu hutakuwa mgonjwa, si kwa sababu hutaangamia. No, ni kwa sababu umepatanishwa na Mungu. Ulihubiriwa nini? What did you hear? I want you to ask yourself this. Nataka ujiulize haya. Ulisikia nini? Ule wakati unasema kwamba mimi nimeokoka. Ulisikia nini? Ni injili gani ilihubiriwa juu yako? Uliambiwa kuhusiana na huyu Yesu Kristo na hii kazi, ama uliambiwa kwamba Kristo Yesu alikuja ili ufanikiwe? Because that is not the gospel. Hiyo ni injili nyingine na inakupeleka jehanamu. What did you hear? I want you to ask yourself that question. Na ukuwe mwaminifu na moyo wako. Ulisikia nini? It's not sin kusema kwamba mimi sikusikia injili ya kweli. But it will be sin if you lie before God and before yourself, ya kwamba ulisikia injili ya kweli na hukusikia. What did you hear? What did you hear? Now what I want to do next time, it's this one. There is something else Paul's mean when he say, kuna jambo lingine Paulo anamaanisha akisema kwamba amekuja kufia dhambi zetu. Wakati Mungu alipeana sheria, ikivunjwa ilikuwa iko na madhara yake. Na sisi mbele za Mungu ni wadeni. Yesu alikuja kushughulikia hilo haswa. Na haya nataka kuja kuzungumzia wakati mwingine. Mungu awabariki. Tuamini na tuombe. Mwanadamu mbele zako Bwana, tokea tumboni mama yake ni muovu. Ametenganishwa na wewe, ni adui wako, hasira yako iko juu yake, maana ni mtoto wa baba yake yule ibilisi muovu, shetani. Mbele zako, mbele ya utakatifu wako, mwanadamu hawezi kusimama hata kidogo, maana ameoza ndani ya moyo wake, ndani ya mawazo yake yamechafuka Bwana. Mwili mzima Bwana, mwanadamu anatope mbele zako. Ila Bwana Mungu, wewe ukaona ni vyema kumtuma mwanao wako wa pekee aje duniani na kufia mwanadamu dhambi zake. Yeye hakuwa na dhambi hata moja, ila Bwana akachukua dhambi zetu pale msalabani. Tusaidie, tuwezeshe Bwana Mungu wangu, tuelekeze kumwamini yeye, maana hatuwezi sisi wenyewe kuweka tumaini letu kwake. Bwana, wasaidie hawa kuweza kujichunguza mioyo yao, wajiulize swali hili, mimi nilisikia nini? Maana ikiwa hawakusikia injili ya kweli Bwana, hawajaokoka. Tazama, neno lako linasema mioyo yetu imidanganyifu, na wanaweza kutizama na mioyo yao ikawadanganya ya kwamba wameokoka ikiwa bado. Wacha Roho Mtakatifu akawasaidie katika jambo hili la kuweza kuchunguza mioyo yao, kuchunguza wokovu wao Bwana. Asante ni kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya neno lako lililopita. Wacha Bwana ukafungue mioyo yetu zaidi kulikumbatia na kulipokea Bwana. Tukiangalia jinsi tulivyo Bwana, tunapo Bwana pata neema yako ya wokovu, tusijivune, bali kila uchao Bwana Mtakatifu tujue kwamba ni kwa neema. Na ni kupitia jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, 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 amen. Mungu awabariki.